Haleluya, mtu wa Mungu. Kama nilivyoongea kwa namna mbalimbali kwamba sio kila clip nitakayoitoa lazima ikufurahishe, lakini kusudi la Mungu ndani yangu ni kila clip nitakayoitoa ikusaidie hata kama haijakufurahisha. Nina ndugu zangu ambao huenda leo kidogo nikagusa eneo ambalo wasifurahie sana. Yaani kiujumla namna ya kuhubiri kwangu ni kama imegusa aina zote za watu ambao wanataka maisha fulani halisi. Yaani wanaojipambanua wanafuata Biblia yote, wana imani ile ya kutaka kumtii Mungu kwa kila neno. Kwa sehemu kubwa aina hiyo ya watu nimewagusa, nimewafurahisha sana. Lakini kwa bahati mbaya ninataka kuwajulisha tena na tena kwamba mimi sikuitwa kwa kusudi tu la kufurahisha ama kwa kusudi la kufurahisha. Nimeitwa kwa kusudi la kubadilisha na kusaidia watu kuongea yaliyopaswa kuongea, si tu ili yawafurahishe watu bali ili yawabadilishe watu. Mwanzoni mwa swali hili naishiriki sana nataka kwenda wapi, lakini nikukumbushe tena, nataka ucomment kabla ya kusikiliza mada hii. Comment kwanza kwa ufahamu wako. Najua mwanafunzi anayeweza kuelewa vizuri kwanza ni yule anayewasilisha alichokuwa nakifahamu na alivyokuwa akikifahamu. Kwa hiyo kabla haujasikiliza hii mada, kwa kusikia tu haya maswali matatu ninayokuuliza, hebu comment kwanza unavyojua, alafu sikiliza hii mada. Ukimaliza ucomment sasa baada ya kusikiliza hiki nilichoelezea, sasa unaelewa vipi ama unaona vipi baada ya kusikiliza haya. Maswali yangu matatu yako kwenye maeneo yafuatayo. Moja, ni siku ipi hasa ya kuabudu kati ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi au Jumapili? Ni siku gani hasa ya kuabudu? Siku gani hasa Agano Jipya tunayotakiwa kuabudu? Swali la pili, fahamu hivi ni kwa nini, wewe unajua ni kwa nini Wasabato wanachukia sana kuabudu Jumapili kuliko siku nyingine yoyote? Yaani heri uabudu siku nyingine yoyote kuliko uabudu Jumapili. Hivi unajua kwa nini Wasabato wanachukia sana kuabudu Jumapili kuliko siku nyingine yoyote? Comment kabla hata haujanisikiliza, yani comment wewe, kwa sababu moja siku ambayo ndugu zangu ninao wengi mpaka wengine leo wanaweza wewe, mbona sisi tulikuwa nakupenda toka nchi za mbali, mbona ni kama leo unagusa kitu ambacho hatukifurahia? Sihubiriki tu yale mtakayoyafurahia, na ubiri yale yatakayowabadilisha kwa level ya chini ya kiwango nilichobadilika. Nimebadilikaje? Nimeshatoa shuhuda nyingi katika clip nyingi, na leo kidogo nitagusa ni kwa kiwango gani. Naamini mtu wa chini kabisa akiwa kama hivi nilivyo ameula duniani, ameula. Wa chini siyakwambia wa juu, sikwambia mimi ndo nimebadilika kuliko wengine. Nataka wa chini awe kama mimi. Nikoje? Nimeshatoa clip, maelezo mengi kwenye clip nyingi huko nyuma, na leo kidogo nitagusa kidogo. Swali la tatu ni kwanza jibu, kwa nini unaabudu? Kwa nini uabudu? Wewe jibu, nimewahi kuuliza swali na huko nyuma. Jibu, kwa nini uabudu? Ni siku ipi ya kuabudu? Kwa nini Wasabato wanachukia sana kuabudu Jumapili? Sasa iwe Jumapili au siku nyingine au Jumamosi au Ijumaa, kwa nini uabudu? Kwa nini uabudu? Kwa nini uabudu? Kwanza nikueleze, kuabudu ni jambo moja, kukusanyika ni jambo lingine. Nianze na jibu, kwa nini tuabudu? Kwa nini tukusanyike? Kwa nini tuabudu? Tunakusanyika
Kuabudu na kukusanyika ni jambo lingine. Naweza mkakusanyika na msifanye ibada na msiabudu. Sio kutaja Mungu ndio kuabudu. Hata waganga wa kienyeji wanataja. Hata mizimu na mashetani yanataja. Sio kutaja Mungu, kuimba, kucheza, kuruka ni kuabudu. Kwa nini tuabudu? Kwanza katika Ebrania sura 10 mstari wa 25 anasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Tuonyane. Kwa nini tuonyane? Kwa nini tuabudu? Kwa nini tukusanyike? Kukusanyika inatakiwa tukusanyike. Tukusanyike ili tuonyane, tukumbushane. Ukisoma mstari wa juu sema tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kutenda kazi nzuri. Hiyo nakusomea Ibrania 10 mstari 24 na 25. Tukusanyike, tuhimizane, tuonyane. Kitokee nini? Kitokee nini? Majibu mawili kwa nini tuabudu. Jibu la kwanza ni ili tuwe na akili kubwa kuliko akili inayoweza kupatikana kwa njia ya elimu yoyote duniani. Watu wote wakakusanyika wakahimizana na kuonyana kwa habari ya sheria na maagizo. Na yosema sheria na maagizo ya Mungu, tunakwenda haraka sana kwenye siku nayo ni sheria, ni agizo. Utaelewa kidogo hapa. Sheria ukiitekeleza kazi yake inakuwa ni nini? Sheria ukiitekeleza kazi yake inakuwa ni nini? Sheria ukiitekeleza sio unafurahisha dini yako na wazazi wako na ndugu zako. Kuna watu walitekeleza sheria hapa, kuna kitu kilitokea. Jibu la kwanza ni ili tuwe na akili. Tunaabudu ili tuwe na akili nyingi kubwa kuliko zinazoweza kupatikana kwingine kokote. Kufaulu masomo sio kuwa na akili. Ndio maana wako watu wenye degree, lakini wana changamoto kali kwenye maisha. Wana diploma, wana masters, ni maprofesa, wana hali ngumu sana. Hata wakiwa matajiri wengi wameiba tu, lakini wana hali ngumu sana kwenye maisha na mambo mengi magumu ya akili tu ya kawaida. Nakuta anakuambia sigara ina madhara kwenye mwili, anavuta. Wanawake watasababisha ukimwi, anazini. Na maandiko yanasema azinie na mwanamke hana akili kabisa, hata kama ni profesa, hata kama ana masters, hata kama ana degree 2. Yani huyo mbumbumbu fiatu kabisa. Sasa napokuambia akili, kwanza akili ya kuweza kujitawala, usitende upumbavu ambao wewe mwenyewe utaonea haya, lakini pia uweze kuendesha mambo kwa ubora unaoshangaza. Tunaabudu kwanza, lengo lake la kuabudu ni hilo. Tuwe na akili nyingi kuliko wenye akili, kuliko wenye vyeti, kuliko wenye degree, wajitao madokta, maprofesa nyingi, na wenyewe wakiangalia sema huyo ana akili. Imeandikwa wapi? Yohana 7 mstari wa 15. Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? Basi wakajibu wakasema, akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. Mtu apendaye kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba nami nanena kwa nafsi yangu tu. Atakayetenda sheria, ujue atakayetenda sheria sio atafurahisha dini yake na watu waseme huyu anaishika siku. Atajua na hiki kitu, hii namna nilio nayo, uwezo wa kunena ambao wenye elimu hawawezi kunena. Usikie sura mstari wa 46. Hapo nimekusomea mstari wa 15 hadi wa 17. Hapa nakusomea mstari wa 46 Yohana 7. Sema wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anenavyo. Kwa nini tunaabudu? Ni ili tuwe na akili nyingi, tuwe na uwezo wa kunena asivyoweza kunena mtu mwingine yeyote mwenye elimu yoyote. Matendo 4 mstari 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana
na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yani confidence yao, kumbuke wewe ukajiamini ukiwa mbumbumbu. Yani kwanza hapa wameinua mtu kiwete. Wameinua hapa mtu kiwete. Namna yao ya kuunda hoja, kuzungumza ni namna ambayo wanajua walikuwa wavuvi, hawajasoma. Wakasema hawa walikuwa pamoja na yule jamaa. Kwa tunaabudu ili tuwe na akili nyingi zinazoshangaza, nyingi zinazoendesha mambo kwa ubora, na zinazokufanya ufanye vitu ambavyo hujutii. Anayevuta sigara yoyote, anayejichua, anayezini na wanawake wanaume, sio kwamba akimaliza anajisikia vizuri. Unajikuta tu basi tu, lakini basi tu anavyotaka kuvuta, anavyotaka kuzina, anajiona msela, mjanja, nimepata, yani kimetiki, mambo yako sawa. Dhambi siku zote ni tamu unapotaka kufanya. Dhambi yoyote, uwe mwizi, uwe uongo unavyotaka kudanganya, ongeza tu, ongea ili watakuelewa, watacheka kweli, watafurahi. Ukidanganya mimi nitaacha lini? Akili nyingi nayo kwambia ni uwezo wa kudhibiti jambo ambalo baada ya kufanya utajuta. Yani wewe unajikuta una namna ndani ya kusema no, na linaondoka. Si dangani, si zini, siibi, sipoi rushwa, sipoke. Vingine utaibika, utakuwa maskini peke yako. Yani wewe utatia huruma. No. Akili ya kwanza ni hiyo. Una uwezo wa kusema no, jambo ambalo litaleta aibu baadaye. Akili ya pili, una uwezo wa kufanya vitu, kunena kwa ubora, kutenda kwa ubora kiasi cha kushangaza waliosoma. Msikilize Daudi hapa. Katika Zaburi 119 mstari wa 99 na mstari wa 100. Anasema ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. 100 anasema ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Tunaabudu ili tuwe na akili. Tunakwenda kukusanyika, tuonyane na kuhimizana kwa habari ya sheria. Sheria sio za sabato, sio sheria za dini. Sheria za dini zinakuacha umezishika sana, na maandiko umeyashika sana, mbumbumbu sana. Na maelekezo ya kanisani yasio kuwezesha kuomba muda mrefu. Kuomba, tuna wenzetu yani wala ambao ni sisi ni masalia wa kushika ukweli, usiku kweli. Ukishindwa la kwanza, ukashindwa kwa. Nilikutana na wengine wakaja hapa, mchungaji wewe unahubiri kweli, lakini tu ushikiki. Nasema niambie tu kwanza wewe ulivyokishika. Kwanza umeshindwa kuomba muda unaotakiwa kwa namna inavyotakiwa. Himizo, mmeshindwa kuhimizana muwe na uwezo wa kuomba kwa namna inayotakiwa. Kitendo cha kushindwa kuomba inayotakiwa. Kwanza akili. Unazo kupata pesa, sio akili na mbumbumbu tu na makahaba na wanapata. Anyway, ni akili ya kiwango fulani. Lakini swala kwamba unakuwa na pesa, ni malaya, unazini na baadaye unajuta, unajichua, unadanganya, unatoa, unapokea rushwa, na baadaye unatetemeka, unakuwa na hofu. Ndio maana unamimpresha shinikizo la damu, kwa sababu unavyotaka kutoa rushwa ujui, unavyotaka kupokea ujui, nani anayekuona na kitatokea nini. Haya, wewe umeshika hii siku, imekusaidia vipi? Ingekusaidia walau kuomba masaa. Kuomba ni kupiga mikelele tu. Kuomba Mungu anasikia kwa imani, anasikia tu moyoni. Sema yamekushinda. Sema maombi ni mapambano makali kuliko kushika siku. Maombi ni mapambano makali, ndio vita kali ambayo adui hujivingirisha, upiga sarakasi za kila aina. Sema umeshindwa, na himizo lenu mnahimizana kushika siku baada ya kushika sheria itakayokutoa kwenye kifungo, itakayokuleta kwenye akili ya namna hii. Bado sijajibu. Ni siku ipi ipaswayo kukusanyika? Hapo niko kwenye eneo la kwanza la kwa nini tuabudu. Jibu la kwanza nimekwambia ni tuwe na akili nyingi. Tuwe na akili nyingi kuliko shule yote, usomi wote. Jibu la pili ni ili tuwe na afya na uzima wa uhakika ambao hawezi kuwa nao mtu.
Hawezi kuwa na afya hiyo mtu mwingine mwenye elimu yoyote, cheo chochote, na askofu yoyote, mchungaji yoyote. Afya, hebu sikia Mithali 3:1, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako zishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Sheria zikuache mgonjwa. Hatushiki sheria zituache mgonjwa, zituache na magonjwa. Mimi naongea na miaka 11 sasa kuchoma sindano wala kunywa kidonge. Nina siku nyingi malaria, mafua, kikohozi. Hata kija kunikuta siku moja vimenishika, ila nina siku nyingi, viko mbali sana. Si mimi na wale wanaoshika sheria kwa namna ninavyoshika, yani wale watoto ambao niko nao hapa kanisani, nafanya nao ibada kwa namna ambayo mimi ndo najua ibada inakwenda hivi. Sisi ni wazima, tunakaa miaka 3 hajawahi kulazwa mtu. Ni vigumu kuona mgonjwa katikati yetu. Njoo Jumapili, njoo Jumatano kwenye ibada, njoo siku ambayo utaona sawa kuja. Ni vigumu kuona ugonjwa. Sio kwamba hauwezi kuona, nimekwambia ni vigumu. Ni vigumu. Sio tunakataza kwenda hospitalini au kunywa dawa, lakini dawa na kunywa wagonjwa. Na ni chungu zile, unaenda kufunua tako mgonjwa kwa kabinti, naenda kufunua tako kanafunua tako na chupi hujafua na toa mgonjwa. Lakini unaweza kuwa mzima tu ukasema hebu funua tako ile, si maraya tayari hapo. Mgonjwa. Mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Sio miaka mingi ya ugonjwa na mahangaiko. Kwa nini tunaabudu? Jibu ni hilo. Narudi, ni siku ipi hasa ya kuabudu? Agano Jipya ni siku ipi hasa ya kuabudu? Sitaki niende mbali, nataka nikujulishe siku ya kuabudu Agano Jipya. Siku ya kuabudu Agano Jipya ni siku zote zilizo na nafasi. Zote, yoyote iliyo na nafasi kulingana na jiografia na utamaduni wa mahali ulipo. Yoyote. Zaburi 32:6, maandiko yanasema, basi kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana, maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Basi kila mtu, Zaburi 32:6, basi kila mtu mtaua akuombe wakati wote, wakati unapopatikana. Aya, ni Agano la Kale hilo. Twende Agano Jipya. Walikusanyika siku gani? Walikusanyika siku gani? Siku ipi waliokusanyika? Siku ipi waliokusanyika? Basi Matendo 3:1, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Saa ya, mimi ni Mswahili, saa, ukisikia saa ya kusali, kila siku kwao ilikuwa ndio saa ya kusali kila siku. Hapana, hawajasema kila siku. Nenda Matendo 5:42, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Siku gani ya kusali mpaka hapo? Na kila siku ndani ya hekalu na ndani na nyumbani mwao. Hawa ni wanafunzi. Acha siku walizoingia wakati wamekusanyika wa Sabato, wamekusanyika kwa sababu wao waliacha, hawajui zama zimebadilika. Huko tuliko ni kusali kila siku, wao wamebaki na siku moja. Hawa ili wakachomoe watu kule, ili wakachomoe. Ni kweli hiyo siku ya Sabato waliingia. Ni kweli hiyo siku ya Sabato waliingia. Lengo lao walienda kutegeshea, kwa sababu tayari wana mvuto wa kuzunguka. Mpaka mimi nikutoe shaka, Msabato yoyote popote ulipo, mpaka mimi nialikeni kwenye siku yenu ya Sabato. Siku ya Sabato nialikeni hiyo siku, nije. Kikubwa tu ninavyokuja kwenye hiyo siku ya Sabato, ninavyokuja
mwe mnaamini na kitu cha kuongea kwa habari ya nyie kuwa wazima siku nyingi na kuwa na akili. Mkinipa hiyo nafasi nialikeni hata Jumamosi hiyo yote, Jumamosi tutakaosikia clip hii. Nialike nitakuja. Sababu najua huko nitapata watu ambao watapewa akili. Imeandikwa wapi? Matendo 19 mstari wa 8. Watu ambao wataabudu sasa na kupata kuongezewa miaka. Sio tu miaka inakuwa mingi, inakuwa na uzima wa hakika, usio wa vidonge. Vidonge sio dhambi, lakini abudu kisawasawa uonje raha duniani. Abudu kisawasawa uonje raha duniani, uonje uzima. Uzima usio na vidonge, uzima. Angalia mwili wangu, angalia physical appearance, muonekano wangu. Kidonge kinakukunja hivyo, unajikuta tu ni mtu fulani. Ni kweli umenenepa, lakini umejikunja uendani na miaka ulionayo. Ni mzee utafikiri katoto, ni katoto utafikiri lizee. Ujielewi, ueleweki. Unakuwa kinyume cha miaka ulionayo. Unakuta umekonda mpaka utafikiri katoto, au umevamiwa tu na mwili la kipepo la kishetani, umejaa pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, figo zimefeli. Sio ni una mateso kila kona. Nialike nakuja usikie hawa. Matendo 19 mstari wa 8. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake Tirano. Alivyowatoa kule siku ya Sabato kwenye sinagogi, akawaleta huku, akawatenga, akaweka kwenye darasa, akahojiana nao kila siku. Sasa nakuja swali, kwa nini wa Sabato wanachukia sana kukutanika siku ya kwanza ya Jumapili? Kwa nini? Kwanza nataka ufahamu hakuna dhambi yoyote kukutanika siku ya kwanza ya juma. Kuna kachuki fulani tu nako. Kuna kachuki. Jibu nalokupa la kwanza, jibu nakwambia ni hili. Ni kwa sababu yule waliyemuua kwa sababu ya siku ya Sabato. Nitakusomea maandiko. Moja kitu ambacho kilipelekea Yesu kufa ni kuponya na kufanya kazi siku ya Sabato. Yani waliyemuua kwa sababu ya Sabato alifufuka siku ya kwanza ya juma, ndo wanaichukia. Yani wanaichukia mpaka siku. Jai kona Yeremia na Ayubu wanalaani mpaka siku. Na hawa jamaa wanaichukia siku kwa sababu yule waliyemuua kwa sababu ya Sabato. Mpaka wanaposema Yesu Kristo, mmepatana naye lini? Mbona bado alivunja Sabato? Sabato alivunja, nitaka tuabudu kila siku, tuabudu kila nafasi inapopatikana. Wengine ukituuliza kwa nini Jumapili? Kwanza kijiografia, kwa huku kwetu Tanzania, hiyo ni siku ambayo watu wengi wamepumzika, wengi hawajaenda makazini kulingana na hali ilivyo. Nchi yote ambayo inaweza kwenda, mimi hata hiyo Sabato, kwanza hata hiyo Jumamosi mimi naabudu, Jumatatu naabudu, Jumanne naabudu, Jumatano naabudu, Alhamisi naabudu, kwa vipindi tofauti, lakini kuabudu kule kunaponipa akili na kunaponipa afya, huko naabudu kila siku. Sasa kwa nini wanaichukia sana? Cha kwanza kwa sababu alifufuka hiyo siku ya kwanza. Alifufuka hiyo siku ya Jumapili. Walimuua kwa sababu akafufuka siku ya Jumapili. Watu wakashangilia kufufuka kwake siku ya Jumapili. Mpaka nikikuta hawa jamaa wanashangilia Yesu ni Bwana. Yupi? Ni Bwana wa Sabato. Yeye alishaondoa kwenye siku, alileta kwenye kila siku, na kupumzika, kufanya kazi za mwili za nje ni kila siku. Kupumzika rohoni na vidonda vya tumbo na malaria na pressure na kisukari ni kila siku. Pumziko Sabato ni kupumzika. Unaweza kuwa unapumzika kichwa kinakuuma. Unaweza kuwa unapumzika tumbo linakuuma, unaharisha, unapumzika zile tripu za chooni, zile ni mapumziko yale. Ni mapumziko yale. Anaposema kupumzika, unapumzika roho ndani ya mwili. Na ni swala la kazi. Haya. Twende hivi. Kwenye maandiko hakuna mahali walikusanyika siku ya kwanza ya juma. Hakuna mahali. Siongelei ndio siku ya kusanyika. Mimi siko huko. Mimi sielezei kidini.
Sipo hapa kubishana na mtu hapa siku ya kusanyika Jumapili. Ni yenye nafasi. Sikia Matendo 20 mstari wa 7. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Hawa walienda jehanamu, hawashiki sheria hawashiki sheria, hawashiki sheria. Wamekutana siku ya kwanza ya juma. Una chuki binafsi, unamchukia Yesu kabisa, unamchukia. Mmedandia tu gari kwa mbele kwa sababu sasa ikawa no way out. No way out. Pinga upingavyo, anaokoa, anaponya. Pinga upingavyo, anaponya. Sikwambia anaponya kiroho, anaponya hii mili, sio mpaka tuumwe. Anaikinga isiingie kwenye maradhi. Anaokoa. Tuko watu ni vigumu kunishuhudia dhambi yoyote, nitegee popote, ni vigumu kunishuhudia. Nikisema naokoa, sikwambia ameokoa kwa imani. Tunazana matunda ya pasayo toba, na mwenendo wetu unageuka kabisa. Tunao ujasiri wa kusimama kama alivyosimama. Ni nani anishuhudiaye dhambi? Ni nani? Yani umewahi kuniona wapi nimedanganya? Wapi nimetukana mtu? Wapi nimeibia mtu? Wapi nimezini na mtu? Wapi nimemtamani mtu? Yani wapi nimetamani kitu cha mtu? Wengine tuna maisha ya yule ametuokoa kweli, hajatuachia ubishi tu. Mmedandia gari kwa mbele baada ya kuona lakini kumenoga watu, kumenoga hata kama sisi tumeshika siku kumenoga. Basi ni Wakristo pamoja. Mlimuua Kristo kwa sababu ya siku ya Jumamosi, kwa sababu aliponya Jumamosi. Na kusomea maandiko, chuki, hila, fitina na namna zote mpaka zikapelekea akafa Yesu, ni siku ya Jumamosi. Kwa nini anaponya Jumamosi? Kwa nini wanapukusa masuke, wanakula wanapukusa? Na kusomea Luka 6. Nisome Luka 6. Imekusanya vitu vingi hapo. Luka 6 mstari wa kwanza. Ikawa siku ya Sabato moja alikuwa akipita katika mashamba, wanafunzi wake wakawa wakivunja masuke na kuyala, wakiyapukusa mikononi mwao. Unisikilize vizuri naposoma haya maandiko haya. Na kusomea uchungu wa Sabato mpaka wakafurahia kumuua Yesu. Uchungu, moja vitu ambavyo walikuwa na uchungu navyo kweli. Narudia, ikawa siku ya Sabato moja alikuwa akipita katika mashamba, wanafunzi wake wakawa wakivunja masuke na kuyala, wakiyapukusa mikononi mwao. Baadhi ya Mafarisayo wakawaambia, mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato? Yesu akajibu akawaambia, hamkulisoma hata hilo alilofanya Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wale aliokuwa nao, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaitoa mikate ile ya onyesho, akaila, akawapa na hao wenzie ambao si halali kuila, ila kwa makuhani peke yao. Akaambia, Bwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Sabato nini? Kupumzika. Nimekwambia uwezi kwa unaharisha kutwa nzima, vidonda vya tumbo, kisukari, sui, uli nini. Unasema umepumzika. Bwana wa Sabato, yeye ndio sosi ya kupumzika. Sio hayo. Usifanye kazi yote. Huyu anafanya kazi siku ya piga kazi kila siku. Abudu kila siku. Kila nafasi inapopatikana, piga kazi kila siku. Mimi Jumapili, Jumamosi, Jumatatu, Jumanne, nikipata nafasi yoyote huwa na rekodi, huwa ninahubiri, huwa na zote zile ni kazi, ni kazi. Kufundisha watu, kuwabadilisha watu ni kazi. Ni kazi. Kwani mwalimu sio kazi? Mimi kuwafundisha watu wawe na uzima siku zote sio kazi? Jumapili nafundisha, huwa na rekodi, huwa napiga mziki. Jumatatu, Jumamosi, Jumangapi, ni mzima siku nyingi, nina afya, nina akili nyingi za kuendesha maisha yangu.
Kwa sababu mimi kwangu Yesu ndio Bwana, ndio sosi ya sabato, sio siku. Siku sio hainipi kupumzika. Haya, naendelea mstari wa 6. Ikawa siku ya sabato nyingine aliingia katika sinagogi, akafundisha, na mlikuwa mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya sabato, kusudi wapate neno la kumshitaki, la kumshitaki. Kumbuka mashitaka, kumbuka walioshitaki Wayahudi. Uchungu uko hapa, utausoma uchungu. Lakini yeye akayatambua mawazo yao, akawaambia yule mwenye mkono uliopoza, ondoka, simama katikati. Akaondoka akasimama. Ndipo Yesu akawaambia, na wauliza nini? Je, ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuangamiza? Akawakazia macho pande zote, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha mkono wake, ukawa mzima tena. Wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu. Yani kosa kubwa, uchungu hapo ulipoingia, kosa kubwa, wanashauriana wao kwa wana uchungu wamtendeje Yesu. Yohana sura 5 kuanzia mstari wa 10. Sura 5 kuanzia mstari wa 10. Somea haya. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa. Kuna mwingine ameponywa hapo, tutasoma kuanzia mstari wa 1. Sasa Wafarisayo hawa lao moja. Ufarisayo ni cheo tu cha elimu fulani. Ni Wayahudi wale. Uchungu mkubwa, kwa nini wanapukusa mashuka siku ya sabato? Kwa nini anaponya siku ya sabato? Kwani Jumanne hakuponya? Ijumaa hakuponya? Alhamisi hakuponya? Jumatano hakuponya? Jumamosi hakuponya? Jumapili hakuponya? Shida tu asiponya siku ya Jumamosi. Ina nini? Mmeficha nini? Kuna uchawi gani humo? Kwa ni furaha watu wa wagonjwa, mnakusanyika sabato, naendeni mkaendelee kuumwa na kunywa mavidonge machungu, mkabuni na mitiba mbadala mingi, mkapiga hela, mijinga ikaliwa hela. Mmesepa zenu, kuna kinachoendelea. Kama ingekuwa midawa mungeendelea nayo mpaka kesho. Lakini leo hii piga hela haifanyi kazi yoyote, ni magonjwa iko pale. Na kusanyika tu sabato. Nendeni mkaumwage. Sabato mmeshika. No, sio kazi yake. Sio kazi ya Bwana wa sabato. Sio kazi ya kuabudu. Unavyoabudu lazima ukabidhi udhaifu wako, kabidhi huzuni yako, kabidhi unyonge wako, utoke ukiwa salama na una kinga za kutokudhurika na kudhuriwa. Asome Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 13. Sema, naye ni nani atakayewadhuru mkiwa wenye juhudi katika kutenda mema? Nacho ni nini kitakachowadhuru? Kasome Zaburi 27 kuanzia mstari wa 1. Sema, neno moja nimelitaka, nalo ndilo nitakalolitafuta nikae. Hebu nikusomee hiyo kabla sijasoma kuponya hapa na uchungu mlio nao. Soma hii Zaburi 27. Uone jeuri ya mtu. Bwana ni nuru yangu na ngome yangu. Kwanza mstari wa 1. Ni nuru yangu na ngome yangu, nimogope nani? Bwana ni ngome yangu ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga la magonjwa, la matatizo, la wanadamu na nini, jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa vita vijapotokea. Hata hapo nitatumaini. Kwa nini? Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Sio sabato tu. Jamaa alitohoa, ndio maana vya makuhani vyake sabato vya nini? Vuruga tangu Agano la Kale. Aligundua Mungu alileta sabato. Ukisoma andiko nitakusomea hapo, unasema sabato ipo kwa ajili wanadamu, hapo kwa ajili ya sabato. Sabato iko kwa ajili ya wanadamu. Lengo ni wanadamu, ni sabato ili usababishe kitu kwa wanadamu. Ikishindwa, jaza kila siku yenye nafasi. Sikia, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Sio siku ya sabato tu, siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake, siku ya mabaya atanisitiri katika sitara ya hema yake, na kuninua juu ya mwamba. Hata nisitiri siku ya mabaya.
tunakusanyika kunabaki na magonjwa yale bado naenda kunywa mavidonge. Wapagani, watu wasioabudu wanaenda kupanga foleni hospitali, yao naenda kupanga foleni. Kasome Warumi 2:9 sema dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye ubaya, Myahudi kwanza na Myunani pia, Msabato mtu gani, lakini heshima na utukufu na uzima na baraka ni juu ya kila mwanadamu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Mstari wa 10 Warumi 2:9 na 10. Tunaabudu wengine kwa picha hii, sio tu chuki binafsi. Yesu gani mkubali wewe? Yesu aliyemuua kwa sababu ya Sabato. Yesu gani mkubali wewe? Umedadia tu gari kwa mbele kwa sababu umeona Sabato torati ya Musa havinogi. Yesu anaanza, Yesu yupi? Acha kusimamia siku kama Yesu ndo Mwokozi. Hakusimamia siku. Mifano mingi nimekusomea, rudia hii klipu kama hujaelewa, usisikie kwa chuki ya kidini. Kawaza uniue na mimi upeleke anatokana dini yetu. Situkane dini yenu, naweka sawa upotovu wenu. Huyo dini yetu anaongelea dini za wengine. Siongelee dini, Usabato ni siku. Siongelee dini, naongelea namna ya kuabudu na kuwaweka sawa. Kwani nyinyi hamtaki kuwa wazima siku zote? Nyinyi hamtaki kuwa na akili kunena kwa namna ya kushangaza? Tumesoma sisi, kwani tumesoma elimu kubwa sisi. Lakini mpaka wakati mwingine unavuta usikilize mambo hayo. Umesikia mangapi? Yamekuponya mangapi? Kwani ni siku imetufanya hivyo? Namna ya ibada imetufanya hivyo. Sasa kwa nini Jumapili ndio siku iliyo wazi? Iko wazi sana. Sio Jumapili tu. Hata mimi hata Waislamu wanapokuwa na sikukuu Ijumaa na nini zimeongozana, weka semina pale. Naweka semina. Si Christmas ilikuwa sikukuu ya wapagani, watu wengi si wanakosa kazi ya kufanya, weka ibada hapo. Pasaka sijui ni ilikuwa ya Mungu jua na nini, haina shida. Mimi hayo yote, Pasaka yangu ni kila siku ni siku ile ya kumkiri. Mimi kwangu kukiri Yesu ndio sikukuu kila siku. Mimi sina sikukuu maalum. Pasaka Yesu amefufuka, mimi anafufuka kila siku. Wamekusanyika watu mipagani mingi haiendi kazini, weka ibada hapo, wakutane na Bwana wa Sabato. Mimi nakusanyika kila nafasi iliyo wazi, kila nafasi. Nije kwenye nchi ambayo ina nguvu na Sabato, nitakusanyika hiyo siku ya Sabato na nitachapa injili ya uzima na afya. Nielewe sawa na mwingine anashikilia ni Jumapili. Tunasherehekea ni kweli kuzaliwa kwa Yesu, sio Jumapili tu, kila siku tupatavyo nafasi. Alifuka Jumapili, tukaanzia hapo. Tunasherehekea hapo, tukiadhimisha tena Jumapili hadi Jumapili kufufuka kwa Yesu. Akasema imekwisha, ushindi. Sawa tu. Lakini wengine kila siku ni sikukuu. Sikia inamalizia 5:10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Kujitwika sio kuponywa tu, kujitwika godoro, sio wanapukuza tu masuke kule. Kujitwika godoro. Akamjibuje? Akamwambia yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Siwasikizi nyie na siku yenu. Usikie sasa chuki hapo alivyomchukia jamaa. Basi wakamuuliza yule aliyekwambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lilo baya zaidi. Usitende dhambi tena. Najua ulikuwa msabato, lakini dhambi ulikuwa unatenda. Kwa sababu huyo amemkuta ni hekaluni. Na ulikuwa usitende dhambi tena, chana na hilo Sabato. Shika sheria na njia zitakazofanya usitende dhambi tena. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyenifanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Ona hiyo chuki. Sasa sikia. Akawajibu, baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi, sio Sabato tu. 18. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Narudia, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu.
ukasome Kiebrania, Kiyunani, Kiingereza, Kiprotestanti, kinini, kasome, maana utaikuta ni hii. Hakuivunja sabato tu. Kuvunja alivunja, ila kuvunja tu. Hakuishia kuvunja tu. Hakuishia kuvunja tu. Alijiita pia mwana wa Mungu. Wakamudhi, wakataka kumuua, na mwisho wa siku wakamuua, na moja la shtaka wakasema huyu aliivunja sabato yetu. Aliivunja sabato yetu, moja shtaka la shahidi uongo. Na wakatimiza azima ya kumuua. Achana na siku. Kamata Mungu na Bwana mwenyewe wa sabato. Achana na siku. Siku ya kuabudu ni kila ipatikanapo nafasi. Lengo la kuabudu uwe na akili nyingi, za kuendesha maisha yako, kuzuia usitende dhambi, na uwe na uwezo wa kunena, kutenda usivyoweza kutenda wengine. Lakini jambo la pili, uwe na afya ya uhakika, uwe na uzima wa uhakika, uwe na maisha yasiyoweza kuguswa na ugonjwa wa kuambukiza, wa kuviziwa, wa kulogwa kwa namna rahisi. Toa komenti sasa baada ya maelezo haya. Sasa umeelewa nini? Niko radhi kutukanwa, niko radhi kusambukiliwa. Tumekusambu, hatukusikilizi tena, na block hii channel. Hamna shida, sikuwahi kujua hata wewe utakuja kusikiliza. Sikuwahi kujua, umesikiliza mwenyewe, umeanza mwenyewe, block mwenyewe. Ninachojua haya ninayo yasema, wako waliokusudiwa. Chuki yako haizuii kuponya na kuwaokoa waliokusudia. Block, tukana, navyotukana. Bado sikuahidi topic nyingine nitakuletea itakayokufurahisha. Nitaleta kwa sura itakayokubadilisha na kukuponya na kukokoa. Level ya chini ya kupona ni hivi nilivyo. Level ya juu tumfikie Kristo katika yote, kimo cha utimilifu wake. Tukue, tufikie kimo cha hata kuwa mtu mkamilifu. Asante kwa kunisikiliza. Nimeishia hapa. Amen.